Mamlaka za Iran zimewakamata watu wanne kwa tuhuma za kujaribu kuvuruga utaratibu wa kisiasa na kijamii wa nchi pamoja na kufanya kazi kwa maslahi ya Israel na Marekani wakati wa maandamano makubwa ya kupinga serikali yaliyotikisa taifa hilo mwezi Januari. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani, waliokamatwa ni wanasiasa watatu mashuhuri wa mrengo wa mageuzi: Azar Mansour, kiongozi wa jukwaa la mageuzi la Iran; Mohsen Aminzadeh, aliyewahi kuwa mwanadiplomasia na naibu waziri wa mambo ya nje, pamoja na Ebrahim Asrazadeh, mbunge wa zamani. Mtu wa nne aliyekamatwa bado hajatajwa jina lake. Mahakama ya Iran ilisema kuwa watu hao walihusika katika kuandaa na kuongoza shughuli pana zilizolenga kuvuruga hali ya kisiasa na kijamii ya nchi katika kipindi ambacho Iran ilikuwa inakabiliwa na vitisho vya kijeshi kutoka Israel na Marekani. Taarifa hiyo iliyotolewa na shirika rasmi la habari la Mizan iliongeza kuwa watuhumiwa hao walijaribu kuhalalisha vitendo vya magaidi waliokuwa wakifanya vurugu mitaani. Jukwaa la mageuzi la Iran lilithibitisha kukamatwa kwa viongozi hao kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X. Taarifa hiyo ilieleza kuwa Azar Mansour alikamatwa mlangoni mwa nyumba yake kwa amri ya mahakama, na operesheni hiyo ilifanywa na vikosi vya ujasusi vya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Aidha, IRGC imetoa wito wa kuhojiwa kwa viongozi wengine wa juu wa jukwaa hilo, akiwemo naibu mwenyekiti Mohsen Amin na katibu wake Bedra Sadat Mofid. Kukamatwa huku kunajiri wakati hali ya kisiasa nchini Iran ikiwa tete kufuatia vifo vya maelfu ya raia katika machafuko ya Januari. Maandamano hayo yalianza jijini Tehran yakichochewa na hali mbaya ya uchumi kabla ya kuenea nchi nzima na kubadilika kuwa harakati kubwa ya kupinga serikali. Serikali ya Iran iliwataja waandamanaji hao kuwa magaidi na kulaumu machafuko hayo kuwa yalichochewa na uingiliaji wa mataifa ya kigeni, hususan Israel na Marekani. Baadaye serikali ilitangaza kuwa watu 3117 waliuawa wakati wa machafuko hayo na ilikanusha madai ya Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu kwamba vikosi vya dola vilihusika na mauaji mengi yaliyotokea hasa usiku wa Januari 8 na 9. Hata hivyo, shirika la Human Rights Activist News Agency HRANA lenye makao yake Marekani lilisema limefanikiwa kuthibitisha vifo 6854 huku likiendelea kuchunguza kesi nyingine zaidi ya 11,000. Maelfu ya watu wengine pia walikamatwa wakati wa vurugu hizo. Mwandishi wa Al Jazeera Toid Asad akiripoti kutoka Tehran alisema wanasiasa waliokamatwa wanakabiliwa na tuhuma nzito ambazo zinaweza kuwapeleka jela. Alibainisha kuwa Mohsen Aminzadeh aliwahi kuwa naibu waziri wa mambo ya nje wakati wa urais wa Muhammad Khatami kati ya mwaka 1997 hadi 2005, huku Asrazadeh akiwa mmoja wa viongozi wa wanafunzi waliohusika katika tukio la kutekwa kwa ubalozi wa Marekani mwaka 1979. Msako huo wa Januari pia uliibua mvutano mkubwa kati ya Iran na Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump aliitishia Tehran kwa mashambulizi mapya iwapo ingetumia nguvu dhidi ya waandamanaji. Trump, ambaye aliagiza mashambulizi ya kijeshi dhidi ya vituo vitatu vya nyuklia vya Iran mwaka jana, pia alituma manuari na meli nyingine za kivita katika eneo la Ghuba. Hatua hiyo ilimfanya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kuonya kuwa shambulio lolote dhidi ya Iran linaweza kusababisha vita vikubwa vya kikanda. Onyo hilo lilisababisha mataifa ya eneo hilo kuanza juhudi za kidiplomasia ili kupunguza mvutano. Hatimaye Iran na Marekani zilifanya mazungumzo yasiyo moja kwa moja nchini Oman, ambapo rais wa Iran Masoud Pezeshkian alielezea mazungumzo hayo kuwa ni hatua ya mbele na akaeleza kuwa serikali yake inaunga mkono kuendelea kwa mazungumzo. Duru nyingine ya mazungumzo imepangwa kufanyika wiki ijayo. Wakati huo huo, kamanda mkuu wa jeshi la Iran Meja Jenerali Abduralim Mousavi alionya kuwa endapo Iran itashambuliwa, eneo lote la Mashariki ya Kati litazama kwenye vita. Alisisitiza kuwa Iran haitaki vita, lakini iko tayari kujilinda, akisema madhara ya vita hivyo yatawaumiza zaidi wale anaowataja kuwa ni wachochezi wa vita, Marekani na Israel. Kwa taarifa zaidi mtazamaji, basi usisite kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.